niona kuwa mwaminifu wa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Hakumshurukisha. That word. Hapa ni Paulo na Sila. Paulo na Sila walipokuwa naenda mahali pa maombezi. Ukiteremka hapo kidogo, wanasema basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawaokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Wakawachukua kwa makadhi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi, tena wanatangaza habari ya desturi zisizokuwa halali kwetu kuzipokea wala kuzifuata, kwa kuwa sisi ni Warumi. Makutano wote wakaondoka wakamwendea. So nataka kusema hapa kuna hadithi ya mama anaitwa Lydia, na kuna hadithi ya mama mwingine hapa. Alipokuwa akienda mbele ya Paulo na Sila, alienda akisamanga, hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni watumishi wa Mungu. So Paulo akasikia vibaya kwa sababu ya huyu msichana. Huyu msichana alikuwa anatengeneza pesa na kutabiri, huwa anatabiri. So akiwa hali ile ya kutabiri, ikafika mahali sasa Paulo walipokuwa wakitembea, wakasikia juu ya yule msichana, na hawakufurahia kwa sababu yeye anaenda akisema hawa ni watumishi wa Mungu, hawa ni watumishi wa Mungu, wanaenda wakihubiri. Paulo kuna kitu alisema katika Matendo ya Mitume 16 na mstari wa 17 na 18, nataka usikie. Akamfuata Paulo na sisi akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paulo akisikitika, akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru katika jina la Yesu, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Kuna roho huwa zinakaribia mahali watumishi wako, roho za confusion. Huyu msichana alikuwa anafanya kazi mahali fulani, lakini yeye alikuwa akifanya faida, ni kama kijiji kama hiki, na yule msichana alikuwa anafanya faida ya kutabiria watu. Lakini Paulo akiwa katika mission hii ya evangelism, wakiwa kwa njia wakitembea, namna walikuwa wakitembea wakihubiri kwa vijiji, msichana yule akasema, hawa mnaona namna hivi, hawa ni watumishi wa Mungu. Na Paulo hajawaambia waseme, wanaendelea wakisema hawa ni watumishi wa Mungu. So Paulo hakufurahia hiyo, akaenda akakemea yule pepo, akasema, na wewe pepo wa kisirani, katika jina la Yesu tunakukemea, tunakulaani. So huyo msichana, kama vile maandiko inasema, usikie vizuri, akafanya hayo siku nyingi, si siku moja. Alikuwa akisema na anarudia, hawa ni watumishi wa Mungu. Paulo akakemea hiyo roho na kuamuru kwa jina la Yesu, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Si hii peke yake, kuna huyu mtu naye alikuwa anaishi kwa makaburi. Kuna mtu ambaye alikuwa anaishi makaburi. Ukisoma katika Injili ya Marko 5, nataka usikize vizuri na usikize kwa makini, kwa sababu Bwana anaendelea kutuongoza na kuongezea ushirika wetu wa nguvu, na ili tuweze kutoka mahali tuko tuende hatua nyingine. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, maana alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo chafu. Huyu ni Yesu, ametoka na anaenda pale. Mmesikia Paulo na Sila, lakini sasa unasikia juu
ya Yesu mwenyewe, akitembea akienda evangelism, amekutana na mtu anaishi kwa makaburi mwenye pepo chafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi. Huyu mtu alikuwa amefungwa mara nyingi sana. Anajaribu, anafungwa, anakatakata pingu. Kuna maroho, spirits mbaya huwa zinashika watu, na huwa ndio unaona inakemewa, inakimbia ikirukaruka, ikipiga nduru. So huyu naye alikuwa anaishi kwa makaburi na hakuna mtu angeweza kumtuliza. Alipelekwa kwa anti zake, akapelekwa kwa shushu wao kina nani, na wale watu wako na maarifa. Huyu mtu hangefungika. Biblia inasema nini? Na siku zote, hebu hapo mstari wa 4, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akasikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomuona Yesu kwa mbali, mtu huyu alimuona Yesu kwa mbali. Biblia inasema nini? Alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio, akamsujudia. Huyu mtu hata baada ya kukaa siku nyingi, hakuna mtu angemshika mkono. Akishikwa anafungwa na pingu, anakatakata. Anafungwa na hii, hata hizi ni kama hizi kirini zinavuta gari, anakata. Alikuwa na nguvu. Lakini alipomuona Yesu akatulia. Hizi pepo unaonanga chafu huwa zinamalizwa. Na ndiyo Yesu akawapa wanafunzi wake mamlaka, akawaambia, enendeni duniani kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Katika jina langu watakemea pepo, nazo zitatoka. Hata wakinywa kitu cha kilicho na sumu hakitawadhuru. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Huyu sasa ni mtu anaishi makaburini. Alipomuona Yesu akatulia. Katika mstari wa 15 usikie huyu mtu alibadilika. Wachungaji wao wakakimbia, wakaeneza habari mjini na mashamba. Watu wakatoka walione lililotokea. Mstari wa 15, wakamwendea Yesu, wakamuona yule mwenye pepo ameketi, amevaa nguo na akili zake, naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi, wakaogopa. Unaona, yule mtu alikuwa anakimbia kijikatakata kwa mawe, amebadilika na ameenda amevaa nguo nzuri. Nataka kukuambia siku ya leo hii injili tunazungumza juu yake ni injili iko na uwezo. Na ndio ukasikia tukisoma asubuhi katika injili ya Mathayo 18 kuanzia 18, mahali watu 2 ama 3 wamekusanyika katika jina la Bwana, kile kitu watafungua hapa duniani kitakuwa kimefunguliwa huko juu. Kitu atafunga hapa itakuwa imefungwa huko. Umesikia yule msichana alikuwa akienda mbele ya Paulo akisema hawa ni watumishi wa Mungu. Disturbance, alikuwa na disturbing spirit. Huyu msichana alikuwa na kitu inaitwa disturbing spirit. Na kama hujajuana na Yesu mzuri, hiyo disturbing spirit inaweza kukuingia. Na hiyo disturbing spirit inafanya unakuwa donda hata katika mikutano. Hautulii kwa sababu ya hiyo spirit mbaya. Yesu akakemea ile pepo. Paulo na Sila pia wakakemea ile pepo. Mtoke huyu. Mtoke huyu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yule mtu akarudi hali yake ya kawaida. Spirits hizi za confusion huwa zinaingia watu wakati wa ibada. Unaenda kuona mtu hata ametulia, lakini wakati ibada inaanza, hiyo spirit of disturbance
inaanza. Hiyo ndio ilifanyika kwa Paulo na Sila. Paulo na Sila wakaona huyo dada amewasumbua, na ndivyo wakakemea ile pepo. Na wakati walikemea pepo, ile msichana akawacha hiyo tabia alikuwa nazo. Ukitaka kurudia hiyo maneno uende uisome katika Acts of the Apostles. Nataka nimalizie kwa kuomba, na nataka nisome hivi katika hiyo Matendo ya Mitume. Akamfuata Paulo na Sila akipiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Akafanya hayo siku nyingi. Lakini Paulo akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limepotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawaokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji, wakawachukua kwa makabi. Hadithi hii ukiendelea, huyu msichana, kwa sababu ile family ilikuwa na influence katika ile kijiji, ikasema hao watu wameharibu hapa, hao wanakuja kuleta Injili. Namna watu wanaweza kuja hapa Ngurae ama hapa waseme hiyo kanisa inakaa. Wakaweka Paulo na Sila katika jela. Lakini kwa sababu Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi ni Mungu mwenye uwezo. Ni yeye aliumba mbingu na nchi. Usikie katika mstari wa 25. Na akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu na mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakiomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine waliokuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungu vya wote vikalegezwa. Huyu Mungu ambaye tunaomba, neno lake liko na nguvu, liko na uwezo. Liko na uwezo wa kubomoa, liko na uwezo wa kufungua pingu. Lilifungua pingu za Paulo na Sila wakiwa jela. Milango, wakati Paulo na Sila waliomba, milango ikatetemeka, wakafunguliwa. Sijui siku ya leo umefungwa na pingu za aina gani. Sijui ni mambo gani yamekuwa yakikufunga, ya kwamba umeshindwa. Watu wenu wameshindwa, wale watu wengine wameshindwa. Neno la Mungu haliwezi shindwa. Neno la Mungu haliwezi shindwa. Na kwa sababu neno la Mungu haliwezi shindwa, nataka uinamishe kichwa chako katika jina la Yesu. Nataka uinamishe kichwa chako katika jina la Yesu. Mwambie Bwana kwamba akutazame moyo wako, atazame mawazo yako, kwa sababu yeye huona. Tulisoma katika Waebrania ile 12 ya kwamba neno hili linapenya, linawasha, linaingia hata katika mafupa. Hebu tazama, hebu neno la Mungu litazame moyo wako, litazame mawazo yako. Umejaribu kutulizwa, umejaribu kuzungumziwa, hakuna wakati unasikia. Baba, ni asante. Tunakumbuka mkutano huu, Bwana wa mabwana. Tunajua hapa hatuko kwa makosa. We are here because you had signed us to be here. I want to take authority in the name of Jesus. Ulitenda mambo mengi katika Biblia. Uliendelea ukifungua watu wengi. Uliendelea kupea watumishi wako nguvu za kukemea mapepo ya kutotii, mapepo ya kisirani, mapepo ya wizi, mapepo ambayo ni ya kuzuia kazi za Mungu kuendelea. Nataka kukupinga katika anga hii katika jina la Yesu, jina linalopita majina yote. Ninaomba utulivu ndani ya Yesu. Yesu ambaye ndiye njia ya kweli na uzima. Yesu ndiye jana, leo na hata milele. Yesu ambaye ni kimbilio na nguvu. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Pokea sifa Bwana wa mabwana. Takazisha hii ground. Takazisha hii ground. Tunapohubiri, tunaposimama na neno lako takatifu Bwana wa mabwana.
utaendelea kuonekana kikao hiki, utaendelea kujidhihirisha kikao hiki katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, jina linalopita majina yote. Tunafunika kikao hiki na damu ya Yesu, damu ya Yesu Kristo ambayo iko na uwezo, damu ya Yesu Kristo inayotakaza, damu ya Yesu Kristo ambayo inakomboa. Tukuka milele na milele Bwana, tukuka milele na milele Bwana. Kutana na mahitaji ya wale walio mahali hapa, na hata wale wako mbali wanaosikiza, wafungue Bwana. Watakapokuja katika ibada, tutakushukuru. Wafungue, ulifungua Paulo na Sila, wafungue Bwana. Wafungue katika hizo pingu ambao wamefungwa, hizo pingu za kupinga kazi yako, hizo pingu za kisirani. Mungu wafungue. Wewe ni Bwana wa mabwana, tunasema ni asante. Ulisema malaika zako watatuzunguka mbele na nyuma. Pokea sifa Bwana. Tunapotoka hapa tukirudi manyumbani, utatubebea mpaka tutakapokutana tena mahali hapa. Sifa zote, utukufu utakurudia mbinguni. Pokea sifa na pokea utukufu ndani kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tumeomba na kuamini. Amen. Kanisa tuseme amen. Hebu tumpigie Yesu makofi. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama Baba. Ni asante, hakuna Mungu mwingine isipokuwa ni wewe. Tumekushukuru tangu uanze pamoja nasi ibada. Mungu, hata tukitoka hapa utatuhudumia, ili tunapokuja siku ya Jumapili tutakuwa watu wamebadilika, watu ambao wamepokea neema yako ya wokovu, watu ambao wako tayari kukutumikia, wamesimama katika pengo hili ya mshasho hapa. Mungu Baba, tutakuwa tunasimama tukiinua jina lako na kupinga kila hila ya mapepo, kila hila ya shetani, na kupinga jambo lolote linalozuia kazi yako kuendelea. Pokea sifa Bwana, pokea utukufu Mwokozi, na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Ibada yetu imefika hapo. Tuseme neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. 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 Basi ibada imefika hapo. Nitauliza tu kwa niaba ya dada wetu wa Kavita, Mama Florence, kuombee chai.